Kwanza asante sana Diaspora TV kwa kunipa nafasi hii. Naitwa Kelvin Rafael Zungu, ni mtangazaji wa ST Bongo na mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Ugomvi na wa Elon na Donald, cha kwanza kabisa tutatembea kwenye ile philosophy inayosema kwenye siasa hakuna rafiki wa kudumu wala adui wa kudumu. Lakini swala la pili ni kwamba wote hawa si wanasiasa wazuri, kwa maana ya kwamba Trump pale Marekani si aina ya mwanasiasa aliyekulia kwenye siasa, ni mfanyabiashara aliyotokea kwenye siasa na akajaribu kumuingiza mfanyabiashara mwenzake naye aingie kwenye siasa, kwa maana ya kwamba ya Elon Musk. Kwa hiyo wote hawa wawili hawana tabia za wanasiasa. Wangekuwa ni wanasiasa wazuri, ugomvi wao na migogoro yao ingeishia chini ya carpet na isingefika juu mpaka huko ambapo sisi wengine tumeona. Cha kwanza ni tabia yao ndio ambayo inawaathiri. Hakuna mwanasiasa pale, ni wafanyabiashara waliofanikiwa wakaamua kuingia katika siasa. Cha pili, chanzo cha ugomvi wao ni maslahi. Elon, chanzo cha kwanza cha ugomvi ni maslahi. Elon alihisi kwamba kama maslahi yake hivi anataka kuguswa. Elon alimshauri Donald Trump katika ishu ya magari ya umeme atengeneze sheria kuwalazimisha wa Marekani watumie magari ya umeme, na unafahamu Elon anaimiliki Tesla ambayo inazalisha magari ya umeme kwa wingi. Lakini Elon anafaidika sana na ruzuku zinazotoka katika serikali ya Marekani kulingana na mikataba mbalimbali ambayo ameingia kati yake na serikali ya Marekani. Masuala ya ulinzi ya satellite yanamtegemea Elon, kwenda anga za juu kupitia chombo chake cha Dragon wanamtegemea Elon, na mambo mengi chungu nzima. Kwa hiyo Elon alimsaidia Trump kuingia madarakani kwa sababu ni bingwa wa teknolojia na alikuwa na ushawishi mkubwa, so alitegemea atapata faida kubwa na Trump hatomgeuka katika masuala ya faida zake zaidi za kampuni zake, kwa sababu kama alitengeneza faida wakati Biden na Kamala wakiwa madarakani na hakuwasapoti wao akamsapoti Donald, alitegemea Donald akiwa madarakani atatengeneza faida nyingi, lakini ikawa kinyume chake. Sababu nyingine ni kushindwa kwake katika ofisi ambayo alipewa ya kupunguza matumizi. Hakufanikiwa hata kwa 40% katika mission ambayo alipewa na Trump, na ndio maana uliona akajiuzulu. Sababu ya tatu ni mswada ambao ulipitishwa katika bunge la Marekani, mswada ambao unaonekana kumnyima Elon Musk faida zake katika serikali ya Marekani. Kwa hiyo majibizano yote, kila kitu ambacho tunakiona ni maslahi, kwa sababu kumbuka mwanzo nimekuambia Elon si mwanasiasa, Trump si mwanasiasa. Hawa ni watu waliofanikiwa kwenye biashara then wakaona waingie kwenye siasa. Kwa hiyo hawana tabia za wanasiasa, wana tabia za kibiashara. Na ukitaka kumgusa au kumsumbua mfanyabiashara yoyote akuchukie mgombane, gusa maslahi yake, gusa biashara zake, athiri biashara zake. Trump kafanya hivyo kwa Elon, that's why Elon ataki hilo litokee. Yeah. Ni kama maadui. Nafikiri kuna uwezo wa kuweza kukaa chini na kusuluhisha. Ni ngumu kusuluhisha kwa sasa, kwa sababu hata juzi hapa Trump amesema uhusiano wake na Elon umefika mwisho. Lakini sisi tunaona ni ugomvi wa ghafla, sio ghafla. Kila mtu kapiga mahesabu yake, yani mpaka wanachokana ni mfululizo wa matukio. Humchoki mtu kwa siku moja. Kwa uswahiba wa Elon na Donald hawezi kuchokana kwa siku moja, ni mfululizo wa matukio. Kila mtu kaona huyu alipofika anagusa maslahi yangu, huyu alipofika anaona kama yeye ndio yeye. Trump alimwamini sana Elon na akampa nafasi kubwa White House, hata ya ushawishi. Hata issue ya Ramaphosa Marekani kuleteana shida na Afrika Kusini ni kwa sababu ya ushawishi wa Elon. Elon ni Muafrika Kusini kiasilia, si ndio? Hata kumwona Ramaphosa anaenda pale, mapicha yale nini, hiyo ni ushawishi wa Elon. Kwa hiyo Trump kwa nafasi alimpa Elon akajiona umuhimu sana kwamba bila yeye Trump hawezi kwenda, na ndio maana hata kwenye majibizano yao ya Twitter alisema nimekusaidia kuingia madarakani. Kwa hiyo Trump anajaribu kumpunguza Elon kwamba hata bila wewe naweza nikaitengeneza Marekani na ikaenda. Elon hilo hataki kuliamini, anaona kama haiwezekani. Donald, tumeanza wote hii safari, kwa nini uguse maslahi yangu? Lakini pia kitu kingine ni kwenye biashara sasa za Elon Musk, kwamba kuna Tesla, kuna SpaceX, huoni kwamba
zitaleta athari kwa sababu hata hisa katika makampuni ya Elon Musk zimeporomoka kwa 14% tangu ameanza ugomvi na Donald Trump. Lakini pia Trump alitishia atasitisha mikataba yake serikalini, kwa sababu serikali ya Marekani na Elon Musk wanafanya kazi katika maeneo mengi, kwa sababu Elon ni kinara wa teknolojia na serikali ya Marekani inatumia sana teknolojia. Kwa hiyo Trump pia alitishia hivyo. Lakini la tatu, uliona Elon alichimba mkwara, alisema nitazuia chombo cha Dragon ambacho kinapeleka wanasayansi wa Marekani anga za juu kutokwenda, kwa sababu anakimiliki kwa hisa kubwa. Lakini baada ya hapo akafuta matamshi yake.